Hivi ulianzaje kutana na yule mtoto Zari, ukamwambia neno gani la kwanza akakuelewa mpaka akaweza kumuingia dry na ankwetu anakuja kesho kutwa? Sasa naye kwa vipa. Kwanza kushitiko kwa baby mwenye vipa na mtoto huyo hapa mzana. Ulikuwa ushamuona zamani nini? Mimi nishamuona. Tulikuwa tunamjadili mara mtoto mwenyewe kwanza hawaka. Waka nikaona mtu kawaka. Hapo. Kwa mimi nikawa kimo moja nikawa nini nimewaka ile kilo nifanya kama unakaa. Nikafika pale kwa kwenye ndege na siti yangu nilikuwa mbele siti yake nyuma. Hapo nilikuwa nimechelewa kuingia. Mara kidogo akaingia watu kwa namba kupiga picha. Akashinda kuizuia. Mimi naomba nipige picha. Okay. Sio kwa sababu hiyo kama kwenda. Sasa yule mzungu alikuwa pale mbele. Alikuwa na mume wake kile mipango si tofauti. Akaomba mimi nimpishe akae na mkewe. Okay. Mimi nikampisha. Mtoto akaniambia njoo tukae huko nyuma. Sasa nifanyaje? Tandale hii hapa kama unakuona saa 3:30 kutoka sauti mpaka hapa. Lakini alishawaka mwenyewe moja kwa moja na wewe ndo ikawa tu rahisi, sio ukamalizia yani. Yaani nitumie na maneno yangu ya kiumaskini. Usinipeke katika pointi ya kuonekana kama aliwaka kitambo. Yaani maneno yangu fanya ujanja yani mfundi fulani hivi na nini nikajifanya kama pale mwambie ngine wewe yani unajua hivi tu fulani unajua yeye. Noma kweli. Mimi Zari mwana nilikuwa namuona kwenye ma TV, namuona mama yangu, she's a billionaire girl in Africa man. How vipi bana? Huyu anawinika vipi? Obvious atakuwa na majembe fulani ya maana and all that. Nikaja kusikia platinum huyu hapa nikajua basi. Lakini unajua kama ni mganga naomba unipe namba yake. Lakini mwana alikuwa na ndoto naye muda mrefu, watu kama walikuwa. Lakini mimi pale yani nimetumia maneno mengi tu, lakini ukiangalia kiuhalali kienda mitonyo ingekuwa ni uongo. Umetisha. Angalia upepo pia. Of course. Kuna upepo.